mara inapobaini uwepo wa vitendo vya udanganyifu na uwepo wa vikundi hewa wakati wa utoaji wa mikopo ya 10% kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Spika, pamoja na kutoa elimu kwa wanufaika, zipo hatua mbalimbali zinazochukuliwa kutokana na udanganyifu, ikiwa ni pamoja na kusitisha mikopo kwa vikundi vinavyohusika, kuanzisha uchunguzi, pamoja na kuwachukulia hatua watumishi wa umma walioshiriki au kushindwa kutekeleza wajibu wao kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za utumishi wa umma. Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha utaratibu wa utoaji wa mikopo ya 10% unaboreka, serikali imeanzisha mfumo wa kidijitali unaojulikana kama Wezesha Portal, ambao unahakikisha vikundi vyote vinathibitishwa kwa njia ya kielektroniki kabla ya kupewa mkopo. Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, mikopo ya 10% wanawake inapotolewa katika halmashauri haina uwiano sawa, kwa sababu kuna halmashauri zingine zina mapato madogo sana, kwa mfano chini ya bilioni 5, lakini kuna zingine zina mapato zaidi ya bilioni 60 kuendelea. Je, serikali yaoni kwamba kuna haja sasa ya kutoa mikopo hii kwa msawazisho, ili zile halmashauri ambazo hazina mapato makubwa na zina uhitaji mkubwa wa mikopo hii waweze kuziongezea fedha? Swala la pili Mheshimiwa Spika, kumekuwepo na malalamiko sana kutoka kundi la wazee kwamba na wenyewe hawajafikiriwa kwenye mikopo hii, na tunajua mikopo hii ni kwa ajili ya makundi maalum, na sasa hivi inatolewa kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Je, serikali inaona sasa ni wakati mwafaka sasa kuweza kuongeza ili kundi la wazee kwenye mikopo hii? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kutokana na sera ya ugatuzi wa madaraka kutoka serikali kuu kwenda kwenye mamlaka zetu za serikali za mitaa, kuna component muhimu sana ya D/D ambayo inaitwa ugatuzi wa fedha, yani fiscal decentralization, ambayo inataka mamlaka zetu za serikali za mitaa ziweze kukusanya mapato na kupanga matumizi. Naelewa hoja ya Mheshimiwa mbunge, lakini kwa sababu kila halmashauri inajitegemea yenyewe kukusanya mapato kwa kalenda yake yenyewe na kuweza kupanga matumizi kwa ajili ya watu wake, basi hatuwezi kama serikali kukusanya yale mapato na kuanza kuyagawa sawa kwenye halmashauri zote. Mara inapobaini uwepo wa vitendo vya udanganyifu na uwepo wa vikundi hewa wakati wa utoaji wa mikopo ya 10% kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Spika, pamoja na kutoa elimu kwa wanufaika, zipo hatua mbalimbali zinazochukuliwa kutokana na udanganyifu, ikiwa ni pamoja na kusitisha mikopo kwa vikundi vinavyohusika, kuanzisha uchunguzi, pamoja na kuwachukulia hatua watumishi wa umma walioshiriki au kushindwa kutekeleza wajibu wao kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za utumishi wa umma. Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha utaratibu wa utoaji wa mikopo ya 10% unaboreka, serikali imeanzisha mfumo wa kidijitali unaojulikana kama Wezesha Portal, ambao unahakikisha vikundi vyote vinathibitishwa kwa njia ya kielektroniki kabla ya kupewa mkopo. Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, mikopo ya 10% wanawake inapotolewa katika halmashauri haina uwiano sawa, kwa sababu kuna halmashauri zingine zina mapato madogo sana, kwa mfano chini ya bilioni 5, lakini kuna zingine zina mapato zaidi ya bilioni 60 kuendelea. Je, serikali yaoni kwamba kuna haja sasa ya kutoa mikopo hii kwa msawazisho, ili zile halmashauri ambazo hazina mapato makubwa na zina uhitaji mkubwa wa mikopo hii waweze kuziongezea fedha? Swala la pili Mheshimiwa Spika, kumekuwepo na malalamiko sana kutoka kundi la wazee kwamba na wenyewe hawajafikiriwa kwenye mikopo hii, na tunajua mikopo hii ni kwa ajili ya makundi maalum, na sasa hivi inatolewa kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Je, serikali inaona sasa ni wakati mwafaka sasa kuweza kuongeza ili kundi la wazee kwenye mikopo hii? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kutokana na sera ya ugatuzi wa madaraka kutoka serikali kuu kwenda kwenye mamlaka zetu za serikali za mitaa, kuna component muhimu sana ya D/D ambayo inaitwa ugatuzi wa fedha, yani fiscal decentralization, ambayo inataka mamlaka zetu za serikali za mitaa ziweze kukusanya mapato na kupanga matumizi.
naelewa hoja ya mheshimiwa mbunge, lakini kwa sababu kila halmashauri inajitegemea yenyewe kukusanya mapato kwa kalenda yake yenyewe na kuweza kupanga matumizi kwa ajili ya watu wake, basi hatuwezi kama serikali kukusanya yale mapato na kuanza kuyagawa sawa kwenye halmashauri zote. Mara inapobaini uwepo wa vitendo vya udanganyifu